watu wa Mungu. Leo tuko mazingira kama haya hapa, tunamshukuru Mungu sana. Tuko msibani kwa mzee wetu aliyekuwa anaitwa White, tuko ukanda wa Tukuyu au Kiwira. Nimekuja hapa kwa uchache, natamani tusikie kidogo kwamba huyu mzee alikuwa na maisha gani mpaka kufikia hatua kama hii hapa. Alikuwa na maisha gani na ameishije na kitu gani labda ambacho kimemfanya mpaka umauti kumkuta. Lakini kama sio hivyo, kuna lipi la kuambia wanadamu au watu kwamba maisha gani anapaswa kuishi? Tuko na mzee hapa, nadhani huenda ana historia ndefu kidogo kuhusiana na mzee, kwa sababu nahisi wamekuwa naye pamoja na ana mengi ya kutuambia kwamba mzee alikuwaje mpaka kuokoka, na lipi la kuongea kumshauri labda kama si kijana. Mimi nataka nimoja kidogo kwa uchache. Habari ya hapa kaka yangu dogo historia yake ambayo huyu kaka yangu alikuwa ni mtu alisoma, alifanikiwa kuwa ni kaimu wa rais Mwalimu Nyerere. Baada ya kutoka huko alipoachi huko kwenye kazi yake, Nyerere akawalaani pamoja na Temeke Sanga, walikuwa watu watatu. Yeye aliporejea hapa akatekelezea kwenye mazingira ya baba yake. Yeye alikuwa ni mtu mtaratibu, alikuwa hana wavurugu na watu, pamoja na kwamba alikuwa ni mbabe, alikuwa na nguvu za kutosha. Akikushika kwa mkono mmoja na uwezo wa kukurusha futi 5-6. Ndio. Alafu alikuwa ni mtu ambaye haongei na watu. Lakini katika kufa kwake ambacho kimekuja kunitia nguvu, kaka yangu pamoja na kwamba amekufa na ushujaa uliokamili, kufia ndani ya Bwana ya Yesu. Mimi ndio ninachomshukuru, hakutumia ubabe kwamba fie kwenye dhambi. Amenifundisha mimi mdogo wake, na mimi nilikuwa ni mbabe. Amenifundisha, amenipa njia kwamba kumbe huku tunapoenda ni kuzuri zaidi. Katika uzee tulionao inastahili katika Bwana kufia katika Bwana. Sasa mimi nataka nikuulize swali, kuna lipi labda kwa shauri wazee wenzako au vijana ambao labda maisha ya hovyo, huenda kwa sasa wana nguvu, ndio wanaweza kufanya chochote, anaweza kuifanya, anaweza kupita popote anapotaka, hana mtu wa kumzuru kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa shauri ambao labda ni kabla bado hawajawa wazee, labda wana uwezo wa kufanya chochote sasa hivi, kuna lipi la kuwashauri kama wao ambao bado ni vijana, huenda wana nguvu kama nyinyi mlikuwa na nguvu, lakini sasa mkaamua kugeuka kwa Mungu? Kuna lipi la kuambia vijana au watu ambao wako kwenye hali ambazo mlikuwa nazo nyinyi? Nawaambia ambacho nataka niwaambie ambao ni vijana au ni wadogo zetu au ni watoto wetu, kwamba ubabe wa nguvu za mwili haulingani na ubabe wa kumtafuta Bwana, kwa sababu kwa Yesu tuna raha zote, na mpaka tumefika umri huu tunamshukuru Mungu, hatukulindia ubabe wetu. Kama ndugu ya kaka yangu White amefia katika Bwana kwenye wokovu, amekufa na ushujaa uliokamili. Ndugu mtazamaji, hii ni Wakuchao TV. Tumefika mazingira haya, sisi tunashukuru sana kwa sababu ya kufika mazingira kama haya, na tumejifunza mengi kupitia mzee, kwa sababu tumesikia mengi ambayo tumesikia tu baada ya kuona mzee ambaye kama naishi naye na amewahi kuwa naye. Kwa hiyo tumekuwa na mengi ya kujifunza hapa, tumekuletea tu kwa uchache, lakini kama tutapata habari zaidi ya hizi hapa, basi tutakuletea tena taarifa zingine zinazohusu huyu mzee. Amen.